ondoshi uwezo wa rais kuteua wabunge ambao anawataka kutoka katika haya makundi ambayo yametajwa hapa. Yanasema kwamba makundi yatapendekeza majina 9. Kila kundi litapendekeza, makundi yametajwa hapa, watapendekeza majina 9 kwa rais. Halafu rais atateua 3 kutegemea na sifa na mambo mengine kama haya. Sasa tatizo moja kuweza kuyatambua haya makundi. Manake makundi yametajwa kama 6-7 hapa kama sikosei. Moja ya makundi yalokuwepo labda jumuiya ya wafanyakazi. Shirikisho la wafanyakazi. Kuna kundi jingine taasisi za elimu ya juu. Lakini ninavyojua kwa mfano taasisi za elimu ya juu tuzipo karibu 40 na Tanzania. Sasa sijui kutakuwa na mpango gani ambao utaekwa, sheria haisemi kitu, ili taasisi zile zote wakubaliane hayo majina 9. Na hayo 9 rais atachagua kwa uelewa kwamba hawa ndio wanaowataka wenyewe in order of priority. Kwa sababu lazima kulikuwa kuwe na utaratibu. Sikatai mie rais, lazima kuwepo na mtu ambaye atakuwa na mamlaka ya kuwatangaza wale au kuwateua wale. Na kwa mtu anayefaa ni rais. Lakini kama lengo ni kupata wawakilishi kutoka katika jumuiya, makundi yasiyokuwa, ukiachilia hao wanasiasa, basi lazima kulikuwa na kuwe na utaratibu uliowekwa, rais awatangaze wajumbe hawa kutokana na matakwa ya haya makundi. Lakini kwa hali ilivyo sasa, rais bado anayo nafasi ya kuteua watu ambao si matakwa ya makundi. Kwa sababu watu 9 kwanza ni wengi. Halafu pili, rais atasemaje kwamba hili kundi hili, kwa mfano niseme sisi Zanzibar tulete wetu 9 kutoka katika taasisi za elimu ya juu Zanzibar. Kwa sababu hapa katika sheria hakujatajwa utaratibu kwamba Tanzania taasisi za elimu ya juu zote zitakaa, halafu utaratibu gani ambao watakubaliana waweze kupata majina 9. Lakini katika hayo majina 9 baadaye yatajulikana yepi kwa mujibu wa taasisi za elimu ya juu, haya ndo tunawataka in order of priority, wa kwanza huyu, wa pili huyu, wa tatu huyu, kwa mujibu wa sifa zao. Sasa hilo ni tatizo. Mimi nafikiri uko utaratibu ambao unaweza ukaekwa wa kisheria ambao rais akatangaza majina, lakini bila ya kwenda kinyume na matakwa hasa ya yale makundi yanayotakiwa. Lakini pia mimi tatizo langu, watu 166 katika watu 600 na hawawezi kuleta impact yoyote. Finally tutapata katiba ambayo inaendana na utashi wa vyama vya siasa, wanasiasa kwa lugha nyingine. Mimi naona kulikuwa kuna haja kama kweli Tanzania tunataka katiba, kuandaliwa utaratibu wa kuwapata wabunge la katiba ambao hawatokuwa na influence ya mtu yoyote wala chama chochote. Sijui kama muda unatosha, lakini kuangalia andaliwa. Na kama kunatakiwa wawepo wa kutoka bunge lingalipewa nafasi, labda bunge la Jamhuri la Muungano nafasi 20, wachaguane baina yao, chama tawala 20, vyama vya upinzani zao ngapi, na wao waingie kama sehemu ya bunge la katiba. Lakini wasichukuliwe wabunge wote halafu wao wakaambiwa ndio watakuwa wabunge. Asante, natumaini wamesikia. Naomba kabla hujarudi daktari nikuulize swali moja tu fupi. Unadhani Tanzania inaweza ikaingia uchaguzi wa 2015 na katiba mpya kwa hapa tulipo? Kama tunataka katiba tuitakayo kama tunavyozungumza, basi mimi naona nafasi ni ndogo. Na hata kama tutapata, tunaweza tukapata, lakini tusitegemee tukienda katika uchaguzi wa 2015 tukaitumia katiba ya tutakayoipata ikatuletea yani serikali mpya itakayokuja ambayo itatokana na matakwa ya katiba mpya, kwa sababu itakuwa muda ni mchache. Tulizungumza na mheshimiwa ndugu yangu Tundu Lissu kabla, tukasema kwamba kwa mazingira yalivyo, tukazungumza uzoefu wa Zimbabwe ambao wao waliingia katika uchaguzi mwezi mmoja baada ya kupitisha katiba yao. Na amesema ameipitia, mimi sijapitia katiba ya Zimbabwe. Anasema haina tofauti na ya Kenya. Lakini uchaguzi mambo yake kule yalikuwa ni huwezi kuyazungumza. Yanatokea. Kabisa. Kwa sababu ni muda. Ukishakupitisha katiba ni jambo moja. Kuna taasisi, institution ambazo zinataka zijengwe kutoka chini ili ziweze kuja kusimamia uchaguzi, kuweza kufanya ile system yote iweze kuongoza. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu, hata kama tutapata, basi ni vigumu kwenda katika uchaguzi unaofuata tukaweza tukaitumia katiba inavyostahiki kuweza kupata serikali mpya. Kwa hivyo swala la muda. Asante sana. Daktari anatuambia si rahisi kwenda 2015 na katiba mpya. Mheshimiwa Tundu, tunakupa dakika 5 kwa swali hilo hilo. Tunadhani process iliyoko itatupa katiba tunayotaka? Nashukuru sana. Specifically ukizungumzia pia kwenye naomba Dr. Rose niseme kwamba
hili suala la mchakato wa kupata katiba mpya ndio swali la muhimu kuliko hata kuzungumza yaliyomo katika rasimu, kwa sababu mtakumbuka na mnafahamu tangu mchakato huu ulipoanza, tangu tulipoanza kuzungumzia habari ya katiba mpya bungeni, imekuwa ni ugomvi muda wote. Tulipitisha sheria ya mabadiliko ya katiba mwaka 2011 kwa ugomvi mkubwa. Tukatoka nje ya bunge tukaenda kuonana na rais. Tukarudi bungeni mara ya pili mwaka jana Februari. Tukaipitisha, tukafanya marekebisho kwa ugomvi mkubwa. Mwezi gani? Miezi miwili iliyopita tulikuwa bungeni kufanya marekebisho kwa mara ya pili. Yamepita kwa ugomvi mkubwa. Tunaenda bungeni tena kesho. Kuna ugomvi mkubwa. Kutakuwa na ugomvi mkubwa from now on, kwa sababu hatukubaliani na mchakato kama ulivyoelezwa na sheria ya mabadiliko ya katiba. Kwa sababu gani? Hii sheria inasema nini na kwa nini ina ugomvi huu? Kitu cha kwanza kikubwa inachokisema hii sheria inayoweka mchakato ni kwamba rais ndio atakayeamua tuna katiba au hatuna, na kama tunaipata ni aina gani. Rais ambaye vile vile ni mwenyekiti wa chama kinachotawala, ana maslahi ya chama chake, lakini vile vile ni rais ndio amepewa mamlaka ya kuamua mambo yote ya msingi juu ya katiba mpya. Hiyo haitakuwa katiba mpya. Kwa nini mlipitisha sheria namna hiyo kabla ya referendum? Kwa sababu ya composition ya bunge, kwa sababu ya muundo wa bunge. Wengi wape. Kwenye sheria yetu inasema nini? Tume ya mabadiliko ya katiba itateuliwa na rais baada ya kushauriana na rais wa Zanzibar. Mwenyekiti wa CCM atashauriana na makamu wake wa upande ule. Kama tusingepigana 2011, kama tusingefanya wanachosema vurugu 2011, ikalazimisha kwenda kuonana na rais, kusingekuwa na mabadiliko ya mwaka jana yaliyosema rais lazima apewe majina na vyama vya siasa, asasi za kiraia, mashirika ya dini, halafu ateue kutokana na majina aliyopewa. Kama tusingepigana wakati ule, kama tusingefanya mnazoita vurugu, composition ya tume ingekuwa tofauti. Tume ingekuwa ni tume ya rais. Kelele za wapinzani ndio ziliifanya angalau ikawa tume tunayoifahamu sasa, lakini kwa kiasi kikubwa ni tume ya rais. Tunafahamu kwa sababu umetuambia uteuzi ulikuwa kelele ya juzi bungeni. Hata yale majina matatu ambayo rais alisema tumpelekee, kuna wengine hakuwateua, kwa sababu sheria inampa yeye udhibiti na ana maslahi, ana chama chake. Pili, ugomvi wa pili, bunge la katiba. Bunge la katiba ni nini? Bunge la katiba ndilo litakaloenda kujadili hii rasimu, ndilo litakaloweza kuifanya, kuibadilisha litakavyotaka. Wanaweza wakabadilisha kila kitu. Wakishamaliza inapelekwa kwenye tume, inapelekwa kwenye kura ya maoni itakayosimamiwa na tume ya uchaguzi iliyoteuliwa na rais. Hii tume ya wachakachuaji ya miaka yote ndio itakayosimamia mchakato, itakayosimamia kura ya maoni juu ya katiba ambayo itakuwa imeamuliwa na bunge la katiba. Sasa bunge la katiba hili lina shida gani? Sheria ya mabadiliko ya katiba inasema wafuatao watakuwa
wajumbe wa bunge maalum la katiba. Moja, wabunge wote wa bunge la Jamhuri. 2, wajumbe wote wa baraza la wawakilishi Zanzibar. 3, wajumbe wengine 166 watakaotokana na taasisi zimetajwa pale, makundi 9 watakaoteuliwa na rais baada ya kupelekewa majina matatu. Majina 9 atatakiwa ateue majina matatu kati ya hayo. Sawa sawa. Sasa tuanze na hayo makundi mawili ya wabunge na wawakilishi. Kwa mabunge ya sasa hivi la Muungano na la Zanzibar, jumla yao wako 438. 438. Kati ya hao 438, 377 ni CCM. Na sheria ya mchakato inasema wakipitisha watu 2/3, hiyo ndiyo katiba. 76% ya wabunge wote watakao kuwa kwenye bunge la katiba, hawa wanaotokana haya mabunge mawili, ni wana CCM. Hawa ambao hao wamesema muungano kama ulivyo sasa hivi ni sawa. Kwa hawahitaji hata. Kwa unategemea nini? Ina maana wakipiga kichama hawahitaji hata kupiga kura. Yeah. Maana tayari ni 2/3. Oh yes. Pili, wale watu 166 watakaoteuliwa na mwenyekiti wa CCM wa taifa na makamu wake upande wa Zanzibar. Katika hao 166 vile vile kuna wawakilishi wa vyama vya siasa. Watakuwa wangapi? Busara za rais na mwenyekiti wa CCM ndio zitaamua wanasiasa wawe wangapi. Yaani mwenyekiti wa CCM atateua vile vile wajumbe wa Chadema, wajumbe wa CUF, wajumbe wa TADEA, maaskofu, mashehe. Mtu huyu mwenye maslahi makubwa. Sasa kwa tutakuwa na bunge la watu 604 jumlisha 357 wa Dodoma, jumlisha 81 wa Zanzibar, jumlisha 166 wa Kikwete wa rais. Wako 604. Hao ili upate katiba mpya unahitaji 2/3 wakubaliane. Tayari CCM peke yao wana zaidi ya 70% nilizosema. Kwa unategemea katiba mpya ya aina gani? Ndio maana ya huu ugomvi. Sasa nataka niseme ni vizuri tukaelewa hizi kelele. Kawaida ya bunge la katiba, ukisoma historia ya kikatiba ya nchi zilizopata katiba yake kwa kutumia utaratibu, bunge la katiba huwa linachaguliwa by universal suffrage. Kila mtu anakuwa na haki ya kuchaguliwa regardless ni mwanachama au si mwanachama wa chama chochote cha siasa, na anachaguliwa kwa kazi moja tu ya kwenda kujadili na kupitisha katiba mpya. Na ndicho tulichopendekeza sisi tuita wanasiasa, na I resent that actually. Na kereka sana napopakwa mafuta yale pamoja na CCM. Asante mheshimiwa. Tulipendekeza hivi mwaka 2011 kwamba wabunge na wawakilishi wa Zanzibar tulichaguliwa kwa mujibu wa katiba ya sasa, tulichaguliwa kuilinda, kuitetea na kuihifadhi. Hatukuchaguliwa kwa mamlaka ya kwenda kuiua na kuunda katiba mpya. Tukapendekeza bunge maalum la katiba lichaguliwe. Ni mchezo wa nini? Wengi wape. Kwa tukakataliwa. Sasa tuko mahali ambapo kama tusipopiga kelele, kama mkifikiria nyie kwamba huu mchakato wa wanasiasa, tutakuwa na bunge la katiba sio la wanasiasa, la wana CCM. La wana CCM.
Sisi tumependekeza 2011, mwaka jana Februari, na juzi kwenye ugomvi wa bungeni, na leo tena tumependekeza, tunaenda kupigania. Tumesema hivi, bunge maalum la katiba hao watu 166 ambao watateuliwa na rais. Kwanza hiyo habari ya rais kuteua na ife. Kama ni makundi, taasisi, mashirika ya dini yateue watu wao ili wawakilishe taasisi zao, ili wawajibike kwa taasisi zao. Pili, tumependekeza idadi, kwani 166 ni muhimu kiasi gani? Imeandikwa kwenye mawe kama sheria za Musa. Tumependekeza kwa kila mbunge au mwakilishi mmoja kuwe na mjumbe asiyekuwa mwakilishi au mbunge. Asante. Tumependekeza bunge maalum la watu 908 pamoja na wajumbe wa tume ya Warioba hii. Tumesema baada ya kazi yote hii, baada ya mabilioni yote hayo, hawawezi wakauawa tu kama walivyouawa Dodoma. Tumependekeza na wao waingie bungeni kama wajumbe ex officio, wasiokuwa na haki ya kupiga kura, lakini wawepo katika bunge ili tutumie busara zao na uzoefu wao walioupata wakati wanatembea nchi nzima. Kwa tunachosema ni nini? Ukisema kwamba wanasiasa, kwa sababu hamsomi nyaraka tunazoandika, hamsomi matamshi yetu, tumesema hii idadi ya watu wasiotokana na vyama iwe sawa na idadi wanaotokana na vyama. Ili na nyie msiokuwa wanasiasa mkashiriki kwenye kutengeneza katiba. Asante. Lakini naomba nimalizie. Sawa, nakupa dakika moja. Ni hivi, bunge la Kenya, Rose, bunge la katiba la Kenya lilikuwa na wajumbe 629. Wanasiasa IE wa bunge walikuwa 222. 407 waliobaki walitokana na makundi ya kijamii nje ya vyama vya siasa. Sisi wabunge wanasiasa 438, waliobaki 166 wanateuliwa na Kikwete, na wanasiasa wamo vile vile. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu Watanzania wanafikiri wasipoingia mtaani na kudai vitakuja tu, haviji, huwa vinapiganiwa. Asante sana. Naomba tena nikumbushe, lengo letu ni kuelimika ndugu zangu, naomba tuvumiliane. Basi naomba sasa narudi kuchukua maswali, lakini naomba mniruhusu, naomba nimuombe Mheshimiwa Njelu, former MP, tuko naye hapa, ni mzee wetu, haitakuwa adabu tusimpe nafasi ya kumsikia japo kidogo. Mzee wangu, karibu. Naomba mpelekeni mic. Yeye hawezi kupambana kama sisi vijana kunyoosha mikono. Alafu ningeomba baada ya hapa nitaomba kama kuna waandishi wa habari hapa, wao ni wadau muhimu sana, nitaomba niwape nafasi tena. Naomba mzee Njelu Kasaka, mheshimiwa. Asante sana. Karibu sana. Huyu alikuwa ni kiongozi wa G55. Karibu sana mzee wangu. Nakushukuru sana Rose Mwakitwange kwa kunipa nafasi, ingawa sikutarajia kwamba ningezungumza, lakini kwa umenitaka nizungumze na mimi niko hapa, basi nitazungumza. Kwanza tunashukuru Rais alikubali kwamba katiba mpya iandikwe, tukitegemea kwamba itatuwezesha sasa kupata katiba itakayoiunganisha nchi hii pamoja kwa miaka mingi ijayo baada ya miaka 50 ya kwanza. Lakini tangu uandikaji wa katiba umeanza, kuna migogoro mingi kabisa inayoendelea mpaka sasa hivi, na inatupa mashaka, hata mimi inanipa mashaka kama tunaweza tukapata katiba nzuri. Katika hatua za mwanzo kabisa, mimi niwahi kuandika article moja kwenye gazeti nikisema kwamba kabla ya kuandika katiba tulipaswa kukubaliana ni nchi ya namna gani tunaiunda. Tanzania tunayoitaka, the Tanzania. Kwa maana Tanzania tunayoitaka.
kwa maana ya kwamba kwa muda mrefu kumekuwa na minong'ono na migogoro isiyomalizika kati ya Tanzania bara au Tanganyika na upande wa Zanzibar. Kwa hiyo tulitazamia na nilipendekeza kwamba muundo wa muungano ungejadiliwa kwanza kabla hatujaanza kuandika katiba, kwa sababu wale wajumbe mnaowateua wakaandika katiba hawaendi kuandika mawazo yao, wanaandika katiba kulingana na nyinyi wananchi mlivyokubaliana. Sasa sisi tuliwaacha waende wakaandike kadi watakavyoona, na baada ya kuzunguka nchi nzima ndipo walipogundua kwamba maoni mengi ya watu, sio watu wote, lakini maoni ya wengi ya watu walikuwa wanapendelea au wanapendekeza kuwa na muundo wa shirikisho, ambayo ndio sasa hivi inaonekana kwenye rasimu ya katiba. Na muundo wa shirikisho walifikiri, na kwa maoni yao wanadhani ndio utakaowezesha kutufikisha kuandika miaka mingine mingi tukiwa bado nchi moja. Na kwa kweli kinachotokea mpaka migogoro yote inakuwepo, mimi naona ni kwamba ni ukosefu wa ujasiri kwa upande wa viongozi wetu kukaa pamoja na kulijadili hili swala ana kwa ana. Ndio wengi wanataka, kwa jinsi tunavyokwenda inaonekana kwamba wengi wa viongozi wetu wanataka jambo hili liende hivi lijifute lenyewe au lijinyooshe lenyewe katika mchakato wa kuandika katiba. Lakini ukweli ni kwamba inatakiwa wanasiasa wakae, wakubaliane, na ninaposema wanasiasa hapa nina maana ya pande hizi mbili kati ya Tanganyika na Zanzibar. Inatakiwa wakae, wakubaliane kwamba tunachokitaka twende hivi hivi hivi, ili muungano wetu uende vizuri, twende na hili, twende na hili. Tunalokubaliana ndio twende nalo. Baada ya hapo sasa katiba ingeandikwa kwa nini? Kwa utaratibu mzuri tu, na leo hii labda tukusingekuwa na mivutano mingi kama hii. Jingine ambalo labda na mimi ningependa kulichangia ni kwamba tusipotatua tatizo la msingi kabisa lile katika ibara ya kwanza la namna gani mipaka yetu au nchi iko katika muundo gani, ni vigumu kuja na katiba. Mtaipata kutoka wapi? Kwa sababu kipengele cha kwanza kabisa ndio kinachounda nchi. Kinasema nchi iko hapa, mipaka yake ni hii na kwenda hivi na hivi. Kama hamjakubaliana kipengele hicho, hamwezi mkapata katiba. Kwa hiyo tunakwenda kwenye matatizo ambayo tayari tunayaona. Kwa hiyo mimi nadhani katika mdahalo kama huu ni vizuri wale tulio wakabidhi madaraka au viongozi wetu wakafuatilia yanayozungumzwa na wananchi, ili pale panapohitaji kufanya marekebisho waparekebishe. Kwa vyovyote vile kwenda na mtindo huu, mpaka sasa hivi Zanzibar wana mambo mengi sana wanayafanya wenyewe, kama alivyokuwa anaeleza hapa dokta hapa, wanayafanya wao wenyewe ambayo kikatiba hawaruhusi kuyafanya, lakini leo wanayafanya. Hata kule kuwa na vikosi vile vya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kikatiba vinapaswa kuwa vikosi vya serikali ya muungano, lakini leo wana vikosi. Kwa hiyo na katiba katiba ya Jamhuri ya Muungano aliyokuwa anaonyesha mheshimiwa mbunge pale Lissu, hii hapa, humu ndani nasema mawakuu wa mikoa watateuliwa katika bara na rais wa Jamhuri ya Muungano, na kwa upande wa Zanzibar watateuliwa na rais wa Zanzibar baada ya kushauriana na rais wa Jamhuri ya Muungano. Lakini katika mabadiliko ya katiba iliyokushafanywa na Zanzibar, anateua rais wa Zanzibar bila ya kushauriana na rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa maana hiyo ni kwamba ni kinyume cha nini? Cha katiba ya Jamhuri ya Muungano. Haya ni mambo ambayo lazima tuyamalize mapema kabla tujaenda mbele. Tunakwenda kufanya nini mbele kama mengine hatujatatua kama haya? Tutakuwa tunajiletea matatizo ambayo kimsingi yalipaswa kuwa yasiwepo, lakini tunaruhusu yaendelee kuwepo. Sasa kwa hivi nimetoa mifano michache, lakini kuna baadhi ya vitu vingi tu ambavyo wenzetu wa Zanzibar wanavifanya ambavyo kikatiba ya Jamhuri ya Muungano ni kinyume. Tutaendaje? Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba mjadala huu mmeuweka hapa, utatoa mwanga kwa viongozi wetu
wajue tatizo liko wapi, na kwa sasa hivi kuna swala hili hata mjadili swala la rais, mtakapofika ile labda mtalijadili, kati ya rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar wanahusiana vipi mpaka sasa hivi. Tulipobadilisha mwaka 94, zamani rais wa Zanzibar alikuwa pia ni makamu wa rais, kwa hiyo kulikuwa kuna matatizo sana, alikuwa ni makamu wa rais. Lakini leo rais wa Zanzibar sio makamu wa rais, ni rais wa Zanzibar. Kwa hiyo sasa mahusiano yanakuwaje kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar na rais wa Zanzibar? Hapa na penyewe panahitaji kuwekwa sawa ili nchi iende bila kuwa na migogoro. Kwa hiyo sisi kipindi kile tulipokuja na kundi la G55 ambalo alilitaja hapa Mr. Tundu Lissu, tulikuwa tumependekeza ili mnalozungumza la serikali moja, ndio lilikuwa pendekezo letu la kwanza. Tulisema tunataka tuwe na serikali moja kati ya Tanganyika na Zanzibar, kwa maana kwamba serikali ya Tanganyika ilishakufa na serikali ya Zanzibar sasa ifike wakati ife, sasa tuwe na serikali moja tu ya Jamhuri ya Muungano. Swala hilo lilipingwa, na sio Wazanzibari peke yake, hata wa viongozi upande wa bara walipinga kwamba ilisiwepo. Ndio tukasema kazi kama inashindikana kuwa na serikali moja, na kwa sababu serikali mbili tayari zinaonyesha kushindwa, turudi kwenye serikali tatu. Na hili jambo alilozungumza Dr. Allen la kusema kwamba Zanzibar inaona kwamba serikali ya muungano ni ujanja, ni serikali ya Tanganyika inayotaka kuimeza Zanzibar, sio la leo, na wakati ule lilikuwepo, lilizungumzwa kwamba hii serikali iliyopo si serikali ya Jamhuri ya Muungano, ni serikali ya Tanganyika ambayo imejivalisha joho la muungano na lengo lake ni kuikandamiza na kuimeza Zanzibar. Naona. Kwa hiyo sisi tukasema kwamba ili kuondoa tatizo hilo tuwe na serikali tatu, ili serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar ndio zitakuwa katika ngazi moja, na serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa hapa juu. Kwa maana ya kwamba mnaweza kusema serikali ya muungano au mkaita serikali ya shirikisho, mtakavyopenda nyinyi wenyewe. Wanasiasa mnaweza mkaamua jambo lolote lile. Lakini nalo pia bunge wakati ule lilikubali serikali ya muungano na serikali ya Zanzibar. Wabunge wote wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara tulipiga kura kuunga azimio tulilopendekeza bunge, tulipeleka bunge likapita. Lakini baadaye ndio Mwalimu Nyerere akaja na kusema kwamba hilo azimio halikubaliki, na akataka kwamba lifutwe. Lakini Mwalimu Nyerere, lazima niseme kitu kimoja, alikuwa anaheshimu sana mfumo wa kibunge, yani kuliheshimu bunge, kwamba kama limefanywa na bunge asingesema kwamba lifuteni moja kwa moja hapo na kulikemea bunge kwamba lifute. Hakusema hivyo, akatafuta njia ya mzunguko kwamba ni kinyume cha sera ya CCM na kwa hiyo ili kufika kwenye serikali tatu, lazima chama kinachotawala ambacho ndio chenye madaraka basi kikabadilisha sera yake ya serikali mbili. Lakini kama wanavyozungumza watu wawili hapa, waliokwenda kuulizwa, waliokataa ndio viongozi wa CCM, na waliokwenda kuulizwa ndio viongozi ni wanachama wa CCM. Kwa hiyo matokeo yalikuwa yanajulikana hata kabla hawajaanza. Matokeo ikaonekana kwamba wananchi wengi walioulizwa walisema wao wanapendelea mfumo wa serikali mbili. Kwa hiyo tulipokutana Dodoma mwezi Novemba mwaka 93, kulikuwa na mkutano mkubwa sana Dodoma. Likazungumza hili jambo, na matokeo yake wakasema kwamba wanakwenda kuuliza wananchi. Walipokuja kuulizwa ikaonekana kwamba wamekataa. Kwa hiyo bunge sasa tena wakati wa bunge la CCM, na wanachama wote kwa CCM. Kwa hiyo bunge likaambiwa kwamba lime overstep madaraka yake, yani limekwenda nje ya uwezo ambao lilitakiwa kutumia, kwa maana ya kwamba halikufuata maelekezo ya chama chake ambacho kimeliunda hilo bunge. Kwa hiyo wakatakiwa waende, bunge liende likafute azimio lake. Kwa hiyo mwezi wa 8
1994 bunge likapitisha tena azimio la pili la kufuta azimio lililopitishwa mwaka 93 la kuunda mfumo wa shirikisho. Kwa hiyo hapa ndipo tulipo. Mkufutiwa wanachama. Tunashukuru mlibaki kwa wanachama. Lakini ndio hatukufukuzwa wanachama. Tuliendelea kwa sababu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwamba mimi nilipoona mdahalo wenu nikaona mimi nije nisikilize na kuona kinachoendelea, kwa sababu hatimaye sisi wote ni Watanzania. Kitakachofanyika, kama tukipata katiba nzuri tutafaidika sisi wote, tukipata katiba mbaya tutaathirika sisi sote. Asante sana mheshimiwa. Asante. Naomba karibu. Asante. Ni Tanzania tunayoitaka, Tanzania yetu, nchi yetu. Asante mwenyekiti. Kwa jina naitwa Itoza Petro Magoti, ni Mtanzania na ninajivunia kuwa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, na maswali mawili. Moja kwa Masudi na la pili kwa mheshimiwa mbunge wangu Tundu Lissu. Swali la kwanza na alipeleka kwa mheshimiwa Tundu Lissu. Mimi ninavyofahamu wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Na wanavyoenda bungeni wanaenda kupeleka maoni, ushauri na mapendekezo kutoka kwa wananchi. Swali langu, kwa nini huna imani na wabunge wa CCM kuhusu katiba? Na nina imani baada ya katiba kuna baadhi ambao watamaliza muda wao na watarudi mtaani kwa wananchi wa kawaida. Swali langu la pili kwa bwana Masudi. Bwana Masudi, umesema kwamba serikali tatu ni muhimu sana, na kama tutaenda kwenye serikali tatu na ikifanywa marekebisho itatupeleka pazuri. Swali langu ni kwa nini tusiwe na hii serikali mbili tulionayo tukaifanyia marekebisho haya ambayo unaona yatafaa ikatufikisha pazuri kuliko kuingia kwenye serikali tatu? Au mnataka yale maoni yenu ndio yaende zaidi? Kwa sababu mimi ninavyojua Chadema wana maoni yao, wanapenda serikali tatu, CCM wana serikali mbili. Kila mtu acheze pati yake, lakini wananchi nao pia nafasi yao kama wananchi kuliko kuwasemea. Inaonekana kama tunawalazimisha wananchi wakubali serikali tatu. Kwa hiyo mimi nasema wanasiasa wacheze pati yao, serikali mbili, na hawa nao CCM serikali yao mbili, na wananchi tuone wao wanataka serikali ngapi. Baadaye zile kule zikishapigwa tunaamua ni serikali ipi itakayoingia uongozini. Asante sana. Naomba nani? Halo. Nimepewa huku. Karibu. Karibu mzee wangu. Nashukuru kwa mdahalo mzuri sana. Mmefikiria vizuri. Lakini mimi siulizi maswali kwa sababu nayajua. Mimi ningependa tu kuchangia kidogo kwamba background si ni wazee wa zamani sana. Huu muungano ulianza na matatizo tangu siku nyingi sana. Lazima wale vijana ambao walikuwa hawako waelewe hivyo, wala wasiwe na kombisi na chama cha CCM wala nani. Muungano ulianza vibaya. Muungano ulikuwa ni wa watu wawili, Karume na Mwalimu Nyerere. Sio kwamba Wazanzibari walishirikishwa ama sisi huku, hapana. Kulikuwa kwa wakati ule ulifaa sana kwa sababu watu walikuwa wanaishi old stone age. Kwa wale waliosoma shule, old stone age mnajua nini maana yake ni nini? Unaweza, kwa sababu ukiwaruhusu wale watu ambao hawaelewi watakuchanganya, ni lazima waburuze tu ili waweze kukufuata. Sasa mimi ningefikiri umefika wakati sasa, ile old stone age imekwisha pita na wakati. Watu wamesoma, tumewasomesha vizuri nyinyi vijana, na mnajua kitu gani kinachoendelea. Ni lazima kusema ukweli, lazima tuwaambie watu wa CCM kama wanataka muungano na watu wa Zanzibar, lazima serikali tatu zipatikane. Bila ya serikali tatu hakuna kitakachokwenda. Mwisho tutavunja hata muungano huu, kwa sababu wenzetu wa Zanzibar wanataka sisi ile ni nchi, msiwadharau kwa sababu ni wachache. Ni nchi yao, walidai, walipigana, wakauawa, walikufa wale. Na sisi huku tumepata kwa bwerere, na ndio maana hata akili zetu zimekuwa kama madudu tu, tunaburuzwa ovyo. Tungepigana, tungeuana, zingechemka kichwani. Hakuna mtu asingekuwa mtu wa kumburuza mwenzake. Hili tatizo linajulikana tangu zamani. Serikali mbili haitawezekana. Kulikuwa na vyama viwili, Afro Shirazi Party na TANU. Sasa unapounganisha serikali
mbili zenye kuwa na mamlaka tofauti, unafanya ujanja wa kuunganisha vyama, lakini serikali huziunganisha. Unategemea nini? Maana ukiunganisha CCM na Afro Shirazi finish, lakini serikali wale wana serikali yao. Sisi hatuna serikali yetu, tunajificha kwenye muungano sijui Tanzania. What is Tanzania? Hakuna kitu kinachoitwa Tanzania bwana. Hapa pana Tanganyika. Unaona? Sasa tunapojadili mdahalo huu, tuelewe kwamba tunahitaji serikali tatu. Serikali mbili haziwezi kutuletea mahali popote. Amesema ndugu yangu Njelu Kasaka hapa. Haya mambo yalianza tangu akina Mwakitwange wako. Walitaka lazima ziwe serikali tatu. Karuma alitaka serikali tatu, Nyerere akataka serikali moja kwa sababu ya kuogopa Wazanzibari kwa tutawameza. Lakini Wazanzibari nao wamekuja juu sasa. Hawataki. Wanataka sisi lazima turudishe Tanganyika yetu. Tuwe na serikali ya kwetu, hatuwezi kufanya ujanja. Sisi hatuwezi kwenda Zanzibar, kwenda kufanya ubunge sijui kufanya nini. Wao wanaingia kwetu. Sasa sisi tunaingia wapi? Maana kama sisi tumeua Tanganyika, Wazanzibari wanakuja kwenye bunge la muungano. Sisi kwa nini tusiende kule kwenye serikali yao? Swali linakuja hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapojadili hili swala, CCM wasiburuze watu kutupeleka katika kupigana. Maana tunakokwenda wao hawataki serikali tatu, wanataka serikali mbili. Wanajua serikali mbili zimeshindwa. Sasa unapoona kitu kimeshindikana, kwa nini wewe usikubali? Sio kwamba kwa sababu sisi tulifanya hiki. No way. Uwe muda umepita na wakati. Lazima kujirekebisha, lazima kubadilika. Hatuwezi kuendelea tu kusukumana serikali mbili, serikali mbili, serikali mbili. Sasa wenzenu hawataki serikali mbili. Wanataka serikali tatu. Utaungana na nani kama wale watu hawataki serikali mbili? Asante baba, asante mzee. No, we must be, lazima tuwe hivyo. Kwa vijana ambao ni wa siku hizi, hamjui tulitoka wapi na sasa tunakwenda wapi. Mjue kwamba Wazanzibari hawataki serikali mbili. Wanataka sisi Watanganyika turudi na Tanganyika. Which is true. Ni kitu ambacho cha muhimu sana. Lazima tupate serikali ya Tanganyika. Asante hakuna mzee. Jinsi. Asante mzee Busara, tumesikia. Joshua. Ndugu wa Tanzania, habari za saa hizi? Asante. Naitwa Masud Hassan Maftah, naishi New York. New York. New York. Karibu Kwa sana hiyo kaka. nimearifiwa kuja hapa, lakini nina masikitiko makubwa sana kwa sababu huu ni mdahalo ambao unatutengenezea mustakabali wetu sisi na wenetu na vizazi vijavyo. Lakini inaonekana kweli kama Tanzania wanasiasa bado wachanga sana, kwa sababu kila anayezungumza anazungumza CCM, wakati katiba sio ya CCM, katiba sio ya Kikwete, katiba sio ya Kikwete. Ingelikuwa ya Kikwete angeweza kuitengeneza nyumbani kwake na akaisaini na ikafanya kazi, lakini kwa sababu ni ya Watanzania ndio sababu ameleta mbele yetu sisi wote hapa tuweze kuijadili. Lakini kila anayekaa pale kwenye podium anazungumzia CCM, anazungumzia Kikwete, ana madaraka mengi, ana hivi, ana hivi. Hana uwezo wa kusaini isipokuwa nyinyi hao wanasiasa ndipo mmempa nafasi ile ya kuweza kufanya vitu kama hivyo. Lakini leo analaumiwa kwamba hafanyi kitu. Inaonekana kama siasa ya Tanzania, upinzani bado changa. Inahitaji mafunzo zaidi. Inahitaji mafunzo zaidi. Mheshimiwa Tundu Lissu pale akizungumza mara kwa mara amezungumza kwamba Watanzania wengi hawafahamu. Watanzania wengi hawaelewi. Yeye kama mwanasiasa anawasaidia nini Watanzania kuelimisha vile ambavyo wasifahamu? Does make no sense. Kama yeye mwanasiasa anawaeleza nini Watanzania ili waweze kufahamu katiba, ili waweze kufahamu serikali yao wa Tanzania? Asante kaka Maftah. Mheshimiwa Daktari, dakika moja ya mwisho kaka. Asante baba. Mheshimiwa Daktari anazungumzia kwamba ikiwa kama katiba itakuwa ya serikali mbili, basi itakuwa kwa manufaa ya CCM. Kitu ambacho kinatutia woga sisi raia wa Tanzania. Kwa nini tunafanya siasa za kuterrorize watu nafsi zao? Tufanye siasa za muongozo na tuwe na strategy ya kuiward CCM, sio tu na strategy ya kuogopesha wa Tanzania. Asalamu alaykum. Asante. Nashukuru. Joshua.
Utampa dada afu utampa baba pale. Hello? Mbele. Naongea mimi. Jamani, najua mikono ni mingi, nisaidieni na nyie. Tunaenda wenye microphone. Hello, naitwa Fahami Matsawidi. Samahani kaka, samahani kidogo. Naomba dada pale nimsikie aongee. Dada yuko pale. Samahani. Nitakupa nafasi, karibu. Watu wa microphone msinichanganye. Ama niwe pamoja nanyi. Karibu. Swali. Mimi nina swali. Sada Rose sijui utanisaidia kwa sababu swali langu ni kwa serikali haipo. Naomba kuuliza kutoka hewani, pia ni washauri. Naomba tu swali. Ushauri wa nafasi yake. Sawa. Kwa kuwa mchakato wa katiba na katiba ni ya wananchi, na kwa kuwa sisi wananchi ndio hasa walengwa, kuna haja gani ya kukimbizana na muda wa uchaguzi wakati wanasiasa shida yao ni kitu kimoja, ni tume huru ya uchaguzi? Niliwahi kulisema hili mahala fulani. Kwa nini wanasiasa wasipewe tume huru ya uchaguzi ambapo tutawapata viongozi kwa amani, na sisi tuachwe tuendelee na mchakato huu hata miaka miwili mbele? Kwani kuna shida gani? Kodi ni zetu, tunalipa sisi, shida ni nini? Asante. Hilo swali la kwanza. Pili, naomba huu ni ushauri kwa sisi. Mimi naomba wa ndugu zangu, sitaki ushauri. Naomba swali. Sawa. Nilichokuwa nataka kusema kwamba hakuna haja ya viongozi wetu kupaniki kuwa na pressure hata kwenye hilo baraza la katiba. Nilichokuwa naomba wafanye mambo haya wakiwa wamerelax. Wenye nchi ni sisi, wenye kuhitaji katiba ni sisi. Kwa hiyo mchaka huu hatuhitaji. Tulichokuwa tunahitaji wapeleke mambo polepole ili kusudi tupate kitu kilicho bora. Ndicho ushauri wangu kwa serikali. Asante. Sawa, naomba ndugu zangu nitoe angalizo. Tunajadili rasimu ya katiba. Tuko pamoja. Lazima tuwe na framework. Kwa hiyo mnivumilie, sitafanya tu kile kitu ambacho tunataka kwa sababu mjadala wetu una framework. Framework yetu ni rasimu ya katiba. Tumekuja kuwasikiliza wenzetu kwa sababu ya uzoefu wao, wamekuwa kwenye hii process. Watusaidie kutuleta mahali ambako tuwe wote. Tuko pamoja ndugu zangu. Tuwape nafasi wao kama wataalamu, watu guide. Sawa? Kwa ninapokataa ushauri, naomba na wewe uniheshimu na mimi nakuheshimu. Ama sivyo tutakuwa ile ni vurugu. Asante. Naomba kaka pale. Naomba microphone pale kwa kaka. Asante. Hapa kaka, samani. Huyu hapa kaka nimempa. Vijana nafasi zipo. Naomba tu. Asante, karibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ninaitwa Abubakar Rakesh, natoka taasisi ya haki za binadamu na maendeleo ya kiuchumi kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba niende kwenye mchakato pamoja na bunge la katiba. Uwakilishi wa nafasi 166 ambazo zipo kwa mujibu wa ainisho la rasimu yetu hii linazungumzia nafasi 166 kwa makundi au taasisi mbalimbali kulingana na swala la uwakilishi. Jamii ya watu wenye ulemavu ni miongoni mwa makundi maalum, na ukijaribu kusoma na kuangalia uzoefu katika swala zima la mchakato uliopita kwenye mabaraza ya katiba, kundi ambalo lilikuwa ni mwathirika mkubwa ni kundi la watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa maainisho haya, kule walitajwa, makundi yote yalitajwa. Kutakuwa kwenye baraza la makatiba, kuna uwakilishi wa wazee, kutakuwa pia kuna uwakilishi wa vijana, lakini pia kutakuwa na uwakilishi wa kina mama. Kundi la watu wenye ulemavu likasahauliwa kana kwamba ni kundi ambalo halihitaji kabisa kuzungumziwa kwenye swala zima la maslahi ya katiba na Tanzania tuitakayo. Tuna nafasi 166 na walemavu kwa mujibu wa sensa, matokeo ya sensa iliyopita ni
zaidi ya Watanzania milioni 4.4 kwa maana ya 10%. Sasa tunakwenda kwenye bunge la katiba, vyovyote vile itakavyokuwa, iwe ni kwa utaratibu ambao wamekuja nao Tundu Lissu, huo umefanikiwa vyovyote vile, lakini iwe ni utaratibu ule ambao utakuwa umeendelea kwa mujibu wa majadiliano na maugomvi kama anavyosema Tundu Lissu, vyovyote vile. Je, 10% ya Watanzania wenye ulemavu tunaipataje? Nilikuwa naomba mtu usaidie. Asante. Sasa Naomba nichukue maswali mawili pale. Advocate, naomba tuwape nafasi wenzetu wenye mahitaji maalum. Asante. Karibu kaka yangu. Asante sana dada Rozi. Majina naitwa Amoni Anastasi, ni makamu mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania. Kwanza kuhusu mchakato wa bunge maalum la katiba na mawazo yaliyowasilishwa, niombe kwanza wa Tanzania tuache kutawaliwa na hofu. Kutawaliwa na hofu itatuondolea uzalendo na matokeo yake maamuzi yetu yanakuwa ni ya kisiasa zaidi. Ninasema hili tuna ushahidi. Hii tume ya mabadiliko ya katiba tulitawaliwa sana na hofu, na sisi wanaharakati tukapeka kama wazo wetu kwa rais. Of course alikuwa na mchango, na baada ya tume ile kutangazwa bado watu wakaipinga, wanasema usalama, wakataka kutoa na watu wao, lakini zao la tume hiyo ni rasmi ya katiba, tukawa tumeipongeza. Kadhalika kwenye bunge maalum tunaona ni hofu inatawala. Mheshimiwa Tundu Lissu, naomba nikueleze ukweli. Nyie wanasiasa ndio mnaotuharibia mchakato vyama vyetu hivi vya siasa. Na ninaomba nikuhakikishie hofu ulionayo haitakuisha hata iweje. Kwa sababu gani? Hata tukisema kwa muundo ulioupendekeza wa 900 na ngapi hao, kila jimbo litoe mtu, kila jimbo la uchaguzi litoe mtu ambaye si mwanasiasa, nyie wanasiasa ndio mtakaoenda kutuharibia, kuchakachua watu wetu wale kwa kupandikiza wa kwenu. Mabaraza ya katiba si mmefanya hivyo, kilichotokea ni nini? Kwa hiyo hata kule hakuna kimbilio, badala yake tutaendeza hofu na misuguano isiyokuwa na maana. Mimi niombe, hii katiba ni ya Watanzania, ni yetu, mimi na wanangu na vizazi vingine vijavyo. Wananchi wote tuongozwe na busara na uzalendo. Hata nyie wanasiasa, mfano wewe Tundu Lissu ni mbunge wa Singida, iweje uache mfano umeingia kwenye bunge maalum kama kienda muundo uliopo huu, wewe inabidi kama ni kweli wale wabunge ambao tunawatarajia, inabidi uende kwenye jimbo lako, ukae na wananchi, ukusanye maoni yako ndo yaje kwenye bunge. Lakini nyie mnafanya kinyume. Hata bunge lilopo hili mnaleta itikadi zenu, matokeo yake ni hizi hofu zinazotawala. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Naomba baada ya nafasi hizi mbili tutaendelea na vijana. Kama kuna mwandishi wa habari, tumekuwa karibu, yuko kule karibu. Alafu nitaomba hapa, baba yuko hapa, amenyosha muda mrefu Joshua. Alafu tutaendelea na vijana. Karibu. Asante sana. Waandishi wa habari ni wadau wakubwa. Tunaomba karibu sana kaka. Asante, nashukuru. Naitwa Saidi Kubenea. Mimi naomba nichangie kwa kuanzia pale ambapo wengine wamechangia. Nianze na mzee wangu hapa aliyezungumza issue ya Zanzibar, na niseme kwamba Watanzania wenzangu, kuanzia wanasiasa na watu wengine, tusiwatishe wananchi kwa kuambia mfumo wa serikali tatu utaua muungano. Tusiwatishe. Tume ya Jaji Warioba imekwenda nchi mzima, imefanya utafiti, imeongea na wananchi hao. Wananchi wakatoa maoni yao, wakasema tunataka serikali tatu. Rasimu iliyopo hapa hii ni rasimu ya serikali tatu. Haizungumzii serikali mbili, haizungumzii serikali moja, inazungumzia serikali tatu. Wamefanya hivyo baada ya kwenda kwa wananchi kuwauliza.
Wananchi wakasema kwa matatizo haya yote haya yaliyoanza kuelezwa tokea mwaka 70 kabla mzee Abedi Karume hajafariki, baraza moja la mawaziri lililokutana Ikulu jijini Dar es Salaam, Hassan Nasoro Moyo, mmoja wa asisi wa muungano, anasema muungano ulikuwa uvunjike siku hiyo. Tokea Mwalimu yuko hai. Matatizo haya yote yamekuwepo, yakaenda mpaka mwaka 84. Mzee Abdul Jumbe ameandika katika kitabu chake cha Partnership, muungano wenye dhuruba wa miaka 30.